Wapendwa watazamaji wa Africa Charity, tunawasalimu na kuwatakia asubuhi njema. Kama ilivyo kawaida yetu, tunamshukuru Mungu kuona tena pambazuko la asubuhi. Sisi tunaamka salama na tunaamini ya kwamba wewe pia mpendwa, mahali pote ulipo, pia na wewe uko salama. Na kama wewe umeumwa, tunaamini ya kwamba Mungu atakugusa pia na wewe utakuwa salama. Kulikuwa jambo fupi ambayo nilikuwa nataka tusaidiane kimafikiri, kwa sababu inakuwa sana inaumiza ukikutana wapendwa ama ndugu zako wanaishi namna hiyo. Ndugu yangu, hakuna kitu kikubwa sana ndani ya maisha yetu sisi wanadamu kama upendo. Na ni kitu kikubwa sana ambacho kikingali kinatukosea sisi wengi kati yetu kama wanadamu. Yaani tuko wanafiki sana. Hakuna kitu kikubwa kama upendo. Ni vigumu sana kwa mtu aliye na roho mbaya kuendelea ama kuona vitu vyake vikiendelea, kwa sababu ana roho mbaya. Pia unajua mnafiki naye ni vigumu sana kwake kuendelea, kwa sababu ye ni mtu mnafiki. Kila jambo kwake ni upuuzi. Yaani anaweza kukuonesha kwamba nakupenda na nyuma ya mgongo yako ni kama kuna kuingiza kisu nyuma ya mgongo. Naona ni vigumu kwa huyo mtu kuendelea, na akiendelea elewa ya kwamba basi ni mtu ambaye atakuwa naishi bila furaha. Lakini hakuna kitu kikubwa sana kama upendo. Upendo inaweza fanya watu wakaendelea kiuchumi, kiafya, yaani munjia zote upendo unafanya watu waendelee mbele. Ndio kwa maana hata Yesu mwenyewe aliona kwamba hakuna kitu kikubwa anaweza kachia watu isipokuwa upendo. Naam. Lakini cha kushangaza, watu wengi sana ni wanafiki. Hakuna mahali tunaweza enda tusipopendana. Hakuna kitu tunaweza fanya kikaendelea zaidi tusipopendana, tusiposhikana mkono. Kwa sababu upendo unafanya watu wakae pamoja, na watu wakikaa pamoja basi wanatembea na wazo moja, na ndio maendeleo hiyo. Kwa sasa watu wako tayari kukuchangia pesa ili mazishi yako yapitike na heshima zaidi kuliko kukusaidia wakati unaumwa, wakati umelazwa hospitalini. Yaani kwa sasa watu wako tayari kupiga kazi yako vita isiendelee, lakini unapofanyikiwa wanakuja tena kukuomba msaada. Kwa sasa watu wako tayari kukuita mjinga, pumbafu, huna akili, wakati mambo yako bado hayajakaa sawa. Lakini yanapokaa sawa, tena wanakuwa tayari kusema kwamba hakuna mtu mvumilivu aliye na akili kama wewe. Kwa sasa watu wako tayari kushiba, wanatupa chakula kuliko kuwasaidia jirani zao walio na njaa. Yaani wanadamu sisi ni wanafiki kwa kifupi. Si kila mtu yeyote anayekwambia anakupenda. Wengi sana ni wanafiki. Chunguza vizuri watu ambao unaokaa nao, unaotembea nao, kwa sababu wengi ni wanafiki. Ndio kwa maana watu wa zamani ukikutana nao unaelewa ya kwamba hawa watu walikomaa vizuri, yaani walikuwa watu wa upendo sana. Hadithi zote ambazo tunazozijua nyingi sana ni za zamani, kwa sababu wao walikuwa wakikaa pamoja, walikuwa naungana. Mara nyingi sana walikuwa wakitembelea kwenye neno moja. Hawakukuwa na achiliana, walikuwa na shikana mkono. Tofauti na sisi kwa sasa.
hatupendi kuungana, hatupendi kupendana, ndio maana mara nyingi sana mambo yetu yanakwama. Hatupendi kushikana mkono, ndio maana mara nyingi sana mambo yetu yanakwama, hatuendelee fasi. Mpendwa, acha tu nikukumbushe ya kwamba project yetu Africa Charity TV USA ni project ambayo ilikuja kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili yake, kwa ajili yetu sote. So, msipotunga mkono hakuna mahali tunaweza tukafikia. Na project yenyewe haiwezi fikia malengo yake. Lakini tukishikana mkono tuna imani ya kwamba tunaweza tukapiganishe ukosefu kwa 100% kabisa. Elewa ya kwamba unaposubscribe kwenye hii channel, unapofuata video zetu kila siku, unasaidia baadhi ya vijana wengi sana ulimwenguni bila wewe kufahamu. Kwa sababu hii project ni project inayolenga kuwa napatia vijana wengi fund kidogo kidogo ili nao wajitegemee kiuchumi. So subscription yako ni ya muhimu sana kwenye hii channel. So ukifanya hivyo utakuwa unasaidia watu wengi sana. Hata pia na sisi ambao tunatumikia hii project utakuwa unatusaidia, kwa sababu tutakuwa tumeona kwamba hatupoteze muda wetu bure. Lakini cha ajabu cha kushangaza, unakutana vijana wengi sana Afrika wanashinda Facebook, WhatsApp, TikTok. Yani wanashinda wakiangalia upuuzi. Lakini unapowaomba msaada kama sisi, jamani mtusaidie, msubscribe kwenye hii channel, kwa sababu ukisubscribe kwenye hii channel sisi ambayo tutakuwa tumefaidika zaidi. Lakini ukiendelea kutuamini, ukiendelea kuunga hii channel mkono, niaminie ya kwamba kuna siku ambayo utaona faida yake. Na tunaamini ya kwamba mwaka huu channel yenyewe itapata monetization. So tunakualika na wewe jiunge na sisi, tembea na sisi. Sisi tunatembea na kila mtu, hatuna ubaguzi wowote ule. So watazamaji wa Africa Charity TV USA, ni hilo neno fupi tu nilikuwa na lazima tuzungumze asubuhi ya leo. Ndugu zetu, tupendane, tuungane, tushikane mkono, kwa sababu mkono mmoja haupigi ngoma na sauti moja haiendi mbali. Lakini tukisimama kwa sauti moja, sauti yetu inaweza ikafika mbali. Mungu awabariki na watakia kila laheri na baadaye.